Wapendwa familia ya Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Kama nilivyosema awali, katika adhimisho la Hamisi Kuu, kanisa hukumbuka adhimisho la karamu ya mwisho ya Yesu kabla ya kuingia katika mateso na kifo chake. Katika adhimisho hilo, Yesu aliweka sakramenti ya Ekaristi Takatifu na daraja ya upadre, na pia akaweka amri ya mapendo. Ndugu zangu, katika nafasi hii tunaona mapendo ya Kristo mwenyewe katika tendo la kuwaosha miguu wafuasi wake. Lakini upendo wake utafikia utafikia kikomo kwa kutoa uhai wake ili sisi tupate uzima wa milele. Katika masomo tuliyosikia, somo la kwanza kutoka kitabu cha Kutoka, tunapata masimulizi jinsi wana wa Israeli wakiwa kule Misri walipokaa pamoja kwa mlo wa jioni kujiandaa kwa ajili ya ukombozi wao kutoka Misri, ambao ni ishara ya adhimisho la Ekaristi Takatifu katika Agano Jipya. Musa aliwaagiza na akapa maelekezo namna kujiandaa na namna watakavyoadhimisha mlo huo au karamu hiyo yao ya mwisho, kwa namna kuchagua mwanakondoo, jinsi ya kumchinja, na namna watakavyopaka damu ya mwanakondoo katika mihimili ya milango ya nyumba zao, na jinsi ya kumla huyo mwanakondoo. Na damu hii ilikuwa kama ishara ya kuwanusuru Waisraeli dhidi ya malaika ambaye angepita kuwaua wana wa kwanza wa Misri, wanyama pamoja na binadamu pia, kama ishara ya ukombozi wa wana wa Israeli, na kwamba wale wakiwa wako tayari kwa safari, fimbo mkononi, viatu, wao wamejifunga kiunoni kama watu ambao tayari wanajiandaa kuondoka kwa ajili ya safari. Na hawatakiwi kuoka mikate iliyotiwa chachu, wale mikate ile ambayo ni ya kawaida, kwa sababu hakuna muda wa kusubiri mikate ile kuchacha. Na pia wale mboga zile chungu kuonesha uchungu wa maisha ya kule Misri chini ya utumwa wa Farao. Na baadaye waliagizwa kwamba hiyo siku ambayo ni ya 14 ya mwezi wa kwanza kila mwaka, wao waliita Nisan 14, waadhimishe kila mwaka kukumbuka tukio hilo la ukombozi. Na kwamba katika nafasi hiyo ilikuwa ni nafasi ya kutoa katekesi pia kwa watoto. Mzee wa kaya alieleza namna walivyoadhimisha siku hiyo miaka mingi iliyopita kule Misri, na hivyo watoto waliweza kuuliza maswali mbalimbali, kwa nini iko hivi, walielezwa, na ikawa ni nafasi pia kuwafundisha watoto na pia kurithisha karamu ya namna hiyo kwa karne mpaka karne. Lakini tunaona Mtume Paulo katika somo la pili, waraka wa kwanza kwa Wakorintho sura ya 11 aya 23 hadi 26, anaeleza jinsi Yesu mwenyewe alivyoweka ile karamu ya mwisho, na anatoa maelekezo jinsi waliofundishwa na Yesu mwenyewe alivyofanya siku yake kabla ya mateso yake, alipoadhimisha ile jioni kabla ya kuingia katika mateso, kama Waisraeli walivyoelekezwa namna ya kuadhimisha karamu ya mwisho. Na Mtume Paulo anawaelekeza pia Wakorintho nidhamu ya kuadhimisha Ekaristi Takatifu. Kulikuwa na shida miongoni mwa Wakorintho, kwa shida kubwa. Ile karamu ilifanyika jioni kama tunavyofanya sisi hapa. Kwa hivyo wale maskini ndio waliojihimu wakawahi kufika na kukaa kusubiri adhimisho lile, lakini matajiri walipita kwenye baa, wakanywa, wakalewa, wakaja kwenye ibada ile wakiwa wamelewa. Ndio maana Mtume Paulo alikasirika aliposikia habari hizi. Mnakuja kwenye karamu mumelewa, hivi hamkuweza kubaki nyumbani kwenu mlewe mbaki huko mpaka mnakuja hapa wakati wa adhimisho hili kuu? Ndio maana anatoa maelezo jinsi Yesu mwenyewe alivyofanya. Anarudia alivyotoa mkate akaubariki, akawapa, akatoa kikombe akabariki, akawapa, akasema fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu, na hii ni damu itakayomwagika kwa ajili ya ukombozi wa ulimwengu. Fanyeni. Na maneno haya tunarudia kila mara tunapoadhimisha misa takatifu. Anataka kuwakumbusha
wasifanye mambo haya kienyeji na wakaharibu ukuu na utakatifu wa karamu ya mwisho ambayo iliwekwa na Yesu mwenyewe. Kwa ni lazima wafuate. Na tunaona pia Yesu mwenyewe, ingawa katika Injili ya Yohane tuliyosoma haielezi kwa kina namna alivyoadhimisha ile karamu ya mwisho. Tunaona tukipande kile Yesu anapoenda kuwaosha miguu, lakini tukio la kuosha miguu limefuata baada ya karamu, baada ya Yesu kutoa mkate, kubariki na kuwapa wanafunzi wake, kutoa pia kikombe cha divai na kusema, twaeni mle nyote mnywe, hii ni damu yangu itakayomwagika kwa ajili yenu, kwa ajili ya ukombozi wenu. Na baada ya tukio hilo ndio Yesu sasa anakwenda kuwaosha miguu wafuasi wake, akiwa na nia ya kuonesha mfano, kama yeye mwenyewe anasema, nimewapeni mfano namna ya kutenda. Na ndio hata kina Petro kama kawaida napenda kila mara kujitetea na kimbele mbele, anasema huwezi kufanya vile. Hakujua kwa nini Yesu anafanya vile. Anadhani tu ni kuosha tu kama desturi ya Kiyahudi ambayo ilifanywa na watumwa. Watumwa walikuwa na waosha wageni, wanakaa na beseni la maji mlangoni kuosha wageni wanaoingia, wanawatawadha, kutawadha. Kwa alidhani ni desturi ya kawaida, kwa hivyo Yesu hawezi kufanya kazi ile ya mtumwa, yeye ndiye bosi wetu. Ndio maana anasema wewe huwezi kuniosha. Na Yesu anasema kama unakataa basi huko na shirika nami, kwa sababu unalofanya sasa utalijua baadaye. Lakini Kristo alikuwa na nia ya kuwafundisha wafuasi wake, ambao baada ya kuweka Ekaristi na kuwaagiza wafanye kwa kumbukumbu yake kwa miaka na karne, lakini lazima wafanye katika namna ya mtumishi, namna ya mhudumu, na waoneshe moyo huu wa kuhudumia na wala sio kutawala kama viongozi ambao atawaachia baadaye kanisa. Lakini pia kama ishara ya upendo. Ndio maana nasema nimeyafanya haya, nimewapeni mfano, mfuate mfano huu, pendaneni kama mimi nilivyowapenda ninyi. Anataka kuonesha upendo. Na hivyo kwetu sisi, ndugu zangu, tunapoadhimisha Ekaristi Takatifu hatuwezi kutenganisha upendo, kwa sababu adhimisho la Ekaristi Takatifu ni adhimisho la upendo, kwa sababu ni upendo mkubwa wa Mungu mwenyewe kumtoa mwanaye kufa msalabani, kwa sababu kuna muunganiko kinachofanyika tareni na pale msalabani. Ndio maana nasema mfanye hivi kwa kukumbuka. Tukumbuke nini? Tukumbuke kifo chake msalabani. Kwa hiyo maadhimisho ya Ekaristi Takatifu ni adhimisho la kifo cha Yesu msalabani. Na ndio maana kesho hatutakuwa na misa, kwa sababu tunafanya adhimisho lenyewe ambapo Yesu atatolea maisha yake msalabani. Ndio misa yenyewe ambayo inawakilishwa kila mara tunapofanya katika altari. Kwa hiyo siku ya Ijumaa Kuu hatufanyi hivyo, kwa sababu tunajua tunachokiadhimisha ndio sadaka yenyewe ambayo Yesu mwenyewe alionyesha kwa ishara kwa njia ya karamu ya mwisho. Kwa hivyo ndio maana kuna muunganiko mkubwa kati ya sadaka msalabani na kile tunachofanya katika altari. Lakini vyote hivi lazima vidhihirishwe katika upendo. Upendo uko ndani katika adhimisho la Ekaristi Takatifu. Kwa ni mwaliko kwetu sote, kila mara tunapoadhimisha misa takatifu na kushiriki misa takatifu, tukumbuke tunaadhimisha upendo ambao mfano wake ni wa Yesu mwenyewe, kujitoa nafsi yake bila kujibakiza kwa ajili ya ukombozi wa watu. Kwa hiyo karamu ya mwisho ni karamu ya upendo. Tunaporudia kuadhimisha misa takatifu kila siku, tunaadhimisha upendo. Na huu na lazima udhihirike katika maisha yetu. Ndio mwaliko wa Kristo. Lazima tuoneshe upendo huu katika maisha yetu ya kila siku. Haina maana kukutana katika adhimisho ya Ekaristi bado hatuna mahusiano mazuri na wenzetu, tuna chuki na wenzetu, tuna mikakati ya kulipa kisasi kwa wenzetu, tuna kinyongo na watu fulani. Haileti maana ya Ekaristi Takatifu, adhimisho lile la misa takatifu. Ni lazima litupe sisi ile ari ya kuonyesha upendo na moyo wa msamaha kwa wengine, na kujenga upendo zaidi katika familia na katika jamii zile tunazoishi. Ndio hasa
adhimisho la Ekaristi Takatifu linapopata nguvu. Kwa hiyo Yesu anawaambia wafuasi wake kuwa nimewaachia mfano na nyinyi mfanye vile vile katika kuonyesha, na muonyeshe upendo kwa kuwaosha, lakini kama ishara tu ya kuonyesha upendo wa hali ya juu, na huo utaonekana zaidi pale atakapotoa maisha yake msalabani. Kwa hiyo ndugu zangu, nawalikeni tena adhimisho la Ekaristi Takatifu tunaloshiriki kila Dominika, kila siku, kwetu litusaidie kukumbuka kwamba Kristo mwenyewe ametaka kutuonesha upendo. Ametuachia mafundisho na pia na mfano dhahiri. Kwa hiyo adhimisho la Ekaristi Takatifu tunaloadhimisha kila mara, ninarudia tena, ni sadaka ya upendo. Na yeye ameonyesha upendo wa juu kabisa, kwani baada ya karamu ya mwisho ametoa uhai wake kwa kifo chake pale msalabani. Anatualika nasi tuonyeshe upendo katika familia zetu. Tuanze na familia, tuanze nyumbani, tuonyeshe upendo katika familia zetu, lakini pia tuonyeshe upendo na wenzetu wanaotuzunguka, majirani zetu na watu wote bila ubaguzi. Si vema kuadhimisha tukiwa na chuki kama nilivyosema dhidi ya wenzetu, kuwa na roho mbaya dhidi ya wenzetu, kupanga kisasi dhidi ya wenzetu, kuwa watu wenye ubinafsi dhidi ya wenzetu, kupanga kutawala kwa nguvu bila idhini ya wenzetu ambao lazima tuweke katika madaraka, lakini pia kutumikia kinachotumwaliko, kutumikia kwa upendo, kutumikia kwa moyo ule ambao Yesu mwenyewe ameonyesha kwa kuosha miguu wa wafuasi wake. Huo ndio mwaliko wetu. Ndugu zangu, karamu ya mwisho ya Yesu ilikuwa karamu ambayo inatudhihirishia katika mateso yake yanayoonyesha upendo wa hali ya juu, na hivyo tutaona zaidi katika adhimisho ya Ijumaa Kuu hapo kesho. Kuna muunganiko wa adhimisho la karamu ya mwisho ya Alhamisi Kuu na adhimisho la mateso ya Yesu siku ya Ijumaa Kuu. Kwa hiyo adhimisho la Ekaristi Takatifu ni adhimisho la mateso ya Yesu msalabani pia. Yesu ametuagiza tuendelee kuadhimisha kwa ukumbusho wake. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kwa na walikeni ndugu zangu, katika siku ya leo ya kwanza katika zile siku tatu kuu, tukumbuke tunaadhimisha karamu ya mwisho, ni karamu ya upendo, na tunamwomba Kristo atutie ujasiri katika maisha yetu, tuonyeshe upendo wa kweli kila mara tunaposhiriki, tunapokuja kushiriki katika adhimisho la misa takatifu na kumpokea Yesu katika Ekaristi Takatifu. Tujue tunapokea upendo wa Mungu, na sisi tuwashirikishe ule upendo tunaopokea katika maadhimisho hayo. Tumsifu Yesu Kristo.